Niruhusu nianze na haya. Baadhi ya Wakenya walikusanyika katika bustani ya Jivanjii katika kaunti ya Nairobi kutoa maoni yao kuhusu mswada wa fedha mwaka 2026-2027, hapo wakishinikiza mageuzi kufanyika kwenye mswada ule. Katika mkutano huo na uliohudhuriwa na waziri wa hazina ya kitaifa John Mbadi, amewataka Wakenya kuangazia kwa makini yaliyomo katika mswada huo, akidai kuna watu wanaendelea kuendeleza propaganda kuhusu mswada huo. Pia amewataka wanasiasa kutoa mapendekezo ila sio kupinga mswada ule. Sebastian Maria na taarifa kamili. Waziri wa hazina ya kitaifa John Mbadi amekutana na Wakenya kusikiza maoni yao kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2026-2027. Mbadi akieleza yaliyomo katika mswada huo, ametetea serikali kwa kupunguza ushuru kwa kiwango kikubwa, akiwahakikishia Wakenya kuwa serikali itahakikisha haijawakandamiza. Wengine wanasema kuna kitu serikali imefanya. Kwanza tuliteremsha ushuru VAT kutoka 16% mpaka 8%. Hapo hiyo 8% tuna lose 12 billion in form of revenue every month because of that. But tulisema kwa sababu tunataka bei ya mafuta iteremke, wacha to forgo that revenue ili bei ya mafuta ikuwe at least moderate. Secondly, tuko na what we call fuel subsidies fund. That fuel fund, the Petroleum Development Fund, that subsidy fund ilikuwa na 17 billion by the time this crisis ilianza. The first month of April, when the prices went up, tulitumia 6.2 billion from that fund. We could not use the whole of it because you don't know about tomorrow. Ujui hata kama Trump atacall off hii kitu ama bado. Unaona saa zingine anasema tunakaribiana kuelewana, saa zingine anasema sasa tutapiga hao watu. So it is total confusion in the whole world. Nobody even knows how far it will go. So what happens with us in Kenya, who have no control over the war? We have to prepare. Amewataka wanasiasa kuacha kueneza propaganda na kuwapotosha Wakenya kuanza kuandamana kupinga mswada wa fedha wa mwaka huu. Let us also remove all the propaganda. Why? Because you will incite our people. Our people will go to the streets because of incitement, things that are not in the bill. Then waanze kupora mali hapa because wahalifu wako wengi kati yetu. Wataanza kuvunja maduka, wataanza kupiga magari, alafu police pia bila with no restraints wataanza kufire people. The people who are depending on them watabaki mayatima kama ni watoto. Wewe uko na watoto wako, utaendelea na maisha yako. Someone has lost his father who was bringing the little that he could eat. That person will go to the streets because he has nowhere to live because of propaganda. Kama wanaweza enda street because of ukweli, hiyo ni sawa. Lakini kama ni propaganda, it would be very unfair and such leaders should be called out. Akizungumzia kuhusu kupunguzwa kwa fedha zilizotengewa Ikulu, Mbadi amesema kuwa mgao huo ni finyu na hauwezi hata kukimu mahitaji ya sekta zingine ikiwemo elimu. Hata ukiuliza watu hapa ni wapi tukate, the only thing they will tell you, kata budget ya State House. Sasa State House peke yake itafinance vitu zote Kenya mzima. Hata ukiangalia hiyo budget ya State House ni kidogo. Hata tukikata yote tuseme tunafunga State House, hatutaki tena tukue na State House. Tukifunga hata hiyo budget haitatosha kugharamia elimu ya watoto wetu. Sebastian Maria, Undugu TV.